Karibu tena mwalimu au mwanafunzi mahali popote ulipo kwenye video nyingine tena. Na kwa hivyo ningependa uchukue kalamu na daftari mahali popote ulipo ili uweze kuandika majibu ambayo yalifaa kuandikwa kwenye mtihani wa mwaka huu, karatasi ya 3. Na mwaka huu yani kumaanisha mwaka wa 2024. Na kwa hivyo maswali haya yaliwatatiza sana wanafunzi, na kwa hivyo hakikisha unayaandika vizuri mahali ili utaweza kuyafanyia marudio mara kwa mara. Kwa hivyo karibu sana, usisahau kulike na kusubscribe kwenye hii channel ili uweze kuwa notified kila mara ninapo upload video. Kwa hivyo sitapoteza muda sana, nitaenda moja kwa moja kwenye maswali, na nitaenda kwenye swali la kwanza ambalo lilitoka kwenye hadithi fupi, na swali lilikuwa na dondoo na lilikuwa linaenda hivi. Dukuduku alikuwa na kibarua kigumu, angesema nini? Hata hivyo lisilobudi ubidi. Maji alikwisha yavulia nguo na sharti ayaoge. Swali la kwanza lilikuwa linauliza, eleza muktadha wa dondoo hili. Kwa hivyo hoja ya kwanza ni kuwa ni maneno ya msimulizi. Pili, anamrejelea mtangazaji Jane Gatoni. 3, ni kuwa wako katika ukumbi wa mahojiano katika runinga ya Kikwetu. Na 4, ni baada ya siri kupasua mbarika kuhusu kwenda kwake Uchina, japo aliyestahili ufadhili huo alikuwa ni Jack. Sasa namwomba Jack msamaha kupitia makala haya ya nyumbani, na ni nyumbani mbele ya wazazi wake Bwana Kalia na Bi Mshewa. Pili ilikuwa inauliza, elezo muhimu wa mhusika anayerejelewa katika dondoo hili. Kwa hivyo umuhimu wa Jane Gatoni ni kama yafuatavyo. Anaendeleza maudhui ya maridhiano. Siri anamwomba Jack msamaha kupitia Skype, baadaye nyoyo zao zinatulia. Hoja ya pili, kupitia kwake anaonyesha matumizi ya teknolojia kwa sababu anapeperusha makala haya kupitia Skype. 3, anaendeleza maudhui ya ukarimu, anawakaribisha studioni wageni waalikwa na kuwapa sharubati. Hoja nyingine ni kuwa anaendeleza maudhui ya elimu, anakiendeleza kipindi hiki kwa Kiswahili na ufasaha. Hoja nyingine pia ni kuwa kupitia kwake tunapata maovu aliyotendewa Jack na Bwana Kalia kwa kumuhini nafasi ya kuendeleza masomo yake kwa ufadhili uliopewa siri japo hakustahili. Hoja nyingine ni kuwa kupitia kwake tunapata dhuluma wazipitiazo mayatima kama Jack. Na pia kuna hoja nyingine, kupitia kwake maudhui ya majuto yanajitokeza. Bi Mshewa anajuta kwa kuchukua pesa za Jack, anakumbwa na athari za kisaikolojia, anaungua ndani ya moyo wake na pia siri. Hoja nyingine ni kuwa anaendeleza sifa za wahusika wengine kama vile Jack. Tunapata kujua Jack ni mwenye bidii, alifanya vyema japo nafasi yake ilitwaliwa na siri. Mwisho ni anaendeleza ploti. Tunapata kujua jinsi Jack alinyimwa nafasi ya kwenda Uchina licha ya kuwa yeye ndiye alistahili. Ba ilikuwa inauliza kuwa fafanua jinsi mbinu ya majazi imetumika kujenga vipengele vifuatavyo katika hadithi ya Pupa. Kwanza ilikuwa ni wahusika. Kwa hivyo katika wahusika inasema kuwa Mwakuona anaona mengi matatizo, ameona umaskini unawatawala katika familia
na mtaa wao, amewaona wasichana wakivaa nguo fupi na kutembea kwa madaha mbele ya wanaume huko Chengaways. Pili, Bi Mtego anawatega wasichana wadogo kwa ahadi za uongo na kisha kuwapeleka danguroni kama Mwakuona na Mashaka. Hoja nyingine, Mashaka anapitia mashaka mengi kule Chengaways, anashaka na hii biashara, ana mipango ya kuleta ukombozi kwa kupinga udhalimu katika jumba la Chengaways. Hoja nyingine ni kuwa Bwana na Bi Mtondo hawana matumaini ya leo, kesho au Mtondo kupata chakula. Pia hawana matumaini ya kupata Mwakuona siku za usoni. Na hoja nyingine ni kuwa mwalimu mpevu anawapa wanafunzi ushauri mpevu dhidi ya ulaghai, dhidi ya kulaghaiwa na kuwataka wawe wapevu ili wasianguke kwenye mitego. Na hoja nyingine ni kuwa shule ya Kazamoyo wanaposomea watu maskini kama Mwakuona, umaskini unawakumba mpaka wanakaza moyo ili kuendeleza masomo. Ya pili ilikuwa ni maudhui, na maudhui inajitokeza hivi. Moja ni usherati. Mwakuona anaona wanawake ambao wamevaa nusu uchi wakitembea mbele ya wanaume kwa madaha. Bi Mtego anaendeleza maudhui ya ulaghai, ujanja, dhulma. Anahadaa Mwakuona kwa kumwahidi kumpeleka ng'ambo. Anatumia kauli hii kama mtego. Maudhui nyingine ni kuwa mwinamo, umaskini unajitokeza katika hali ya nyumba hizi zilivyoinamiana kwa sababu ya umaskini. Na hoja nyingine ni kuwa Chengaways wanawake kama Mwakuona wanachengwa. Maudhui ya usherati, hila yanajitokeza kupitia chenga za Bi Mtego. Wanachengwa kwa sababu ya tamaa. Wanaume pia wanachenga hawa wasichana kwa sababu ya uchu na tamaa ya wanawake. Hoja nyingine ni kuwa Kazamoyo, maudhui ya uvumilivu, kwani wanaposemea hapo wanapitia maisha ya kukosa ya kimsingi Mwakuona na ndugu zake. Hoja ya mwisho ni kuwa Bi na Bwana Mtondo, maudhui ya uchochole hawaoni matumaini hai Mtondo ya kupata chakula au kumpata Mwakuona, kwani hata picha hawakuwa na uwezo wa kumpiga awali. Tuende katika swali la pili, na dondoo ilikuwa inauliza hivi: tulia mheshimiwa, mambo yatakuwa sawa, ni mapema mno kujua kinachoendelea. Eleza muktadha wa dondoo hili. Mzungumzaji ni Sagilu, anamzungumzia Lonare kupitia simu, na ni baada ya Lonare kupatikana na hiyo kumfanya Mtemi Lesulia kulalamika kuhusu ubwege wa vijana wa kumtomuua Lonare. Swali lingine ni bainisha toni katika dondoo hili. Ni toni ya matumaini, kuliwaza au kutuliza. Fafanua sifa 6 anayezungumziwa kwa kurejelea riwaya ya Nguu za Jadi. 1 ni msaliti, anafanya usherati na mchumba wa mashauri. Msiri, anashirikiana na Lesulia kuweka siri za uongo unaonyanyasa waketwa. Ni mzinifu, anafanya uzinifu na mke wa Lesulia. 4 ni fisadi, anataka Mtemi Lesulia aendelee kuongoza ili aendelee na kufisidi Matuo kwa biashara ya pembe za ndovu na kadhalika. 5 ni mbinafsi, anamtaka mke wa Mrima kimapenzi. Alafu ni katili, anawauzia watoto maziwa ya sumu. 7 dhalimu, anashirikiana na Lesulia kumteka Lonare na kumpiga. 8 ni mpiaro, anamwandikia Mrima barua ya matusi. 9
Sagilu analaghai Mrima kwa kumpa pesa zinazomuingiza katika ulevi, hivyo kusambaratisha familia yake. Na 10 ni mwenye tamaa, anamtaka kila mwanamke aliye mrembo, anamtaka mangwasha pia kimapenzi. Swali la ba likawa linauliza, ulevi una athari kwa jamii, thibitisha kwa kurejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Hapa kwa hivyo tutakuwa tunaangalia athari za pombe, na ilikuwa ni alama ngapi? Ilikuwa ni alama 8. Kwa hivyo tunahitaji hoja 8. So hoja ya kwanza ni ulofa, ubwege, vijana kutumia miadarati na kukosa nguvu za kufanya kazi. Wanakuwa bwege, hawajijui, hawajitambui. 2, Mrima anafutwa kazi kwa sababu ya ulevi. 3, Mrima anakosa kufanya kazi, familia yake inakumbwa na umaskini. 4, ndoa ya Mrima inasambaratika kwa sababu ya ulevi. 5, afya ya Mrima inadhoofika, hata pumzi inaweza kumwangusha. 6, Mrima anakuwa mchafu, nguo zake zinakuwa chafu, nywele zake zinamtimka. 7, inawafanya watu kuwa watumwa. Mrima anakuwa mraibu wa pombe. 8, pombe inawafanya Mrima kuwa mzinifu. Mangwasha anapata barua ya mapenzi. 9, ubadhirifu, Mrima anatumia pesa vibaya. Na 10, pombe inadunisha watu, walevi wanachekwa na watoto wakiwafuata nyuma. Swali la 3A likawa linauliza hivi, changanua mtindo katika dondoo lifuatalo, na ikawa ni alama 8, na kwa hivyo dondoo nitaisoma na inaenda ifuatavyo. Nyuso zilighadhibika, zilidhihirisha furaha angalau kwa muda tu. Waketwa ni watu waliokuwa na maarifa na ujasiriamali tangu zamani. Hakuna aliyejua kwamba eneo la matango lingezalisha kitu. Lilikuwa kichaka kikavu kilichohamwa hata na panya. Leo limekuwa eneo la maendeleo na kupigiwa mfano. Si majumba makubwa ya aushi, si ghorofa na wingi wa maduka. Hata watu waishio katika mitaa ya kifahari walikuja kununua bidhaa hapo. Kulikuwa na bidhaa mbalimbali zilizouzwa kwa bei ya rejareja au ya jumla. Kando kidogo na sehemu hii ya biashara, watu walijenga nyumba za kuishi. Hapa ndipo palipokuwa pakiishi idadi kubwa ya Waketwa. Sasa wamechomewa makazi, kufurushwa, wamekuwa kama wahamiaji wasiotakikana kuishi nchini Matuo. Kwa hivyo swali talirudia kulisoma, changanua mtindo katika dondoo lifuatalo, alama 8. So 1 ni tashhisi, nyuso zilizoghadhibika. 2 ni tanakuzi, ghadhabika, furaha au rejareja, jumla. 3 ni chuku, mpaka hata panya kuhama. 4 kinaya, matango kutozalisha kitu. 5 majazi, matango kumaanisha tunda, Waketwa kumaanisha umaskini. 6 taswira, nyuso zilizoghadhibika. 7 tabaini, si majumba, si ghorofa. 8 dondoo usimulizi, dondoo linalosimuliwa. 9 tashbihi, kama wahamiaji. Alafu 10 urudiaji, leo, maeneo, maendeleo. Ba ilikuwa linaulizwa, swala la dhulma dhidi ya wanaume limeshughulikiwa katika riwaya ya Nguu ya Jadi, thibitisha. Hoja ya kwanza ilikuwa ni alama ngapi? Ilikuwa ni alama 12. Kwa hivyo 1, Mrima anapotoshwa na Sagilu kwa kupewa pesa. 2, mdando
alitenganishwa na jamaa yake kwa kupelekwa uzunguni. 3. Mashauri alisalitiwa na Sagilu kwa kuchukua mchumba wake Cheia. 4. Lonare alikamatwa siku chache kabla ya uchaguzi. 5. Ni kuwa Lonare aliteswa kabla ya kuachiliwa. 6. Lonare aliharibiwa nyumba zake. Hoja ya 7 ni Sagilu aliachwa na jamaa zake anapopatwa na ugonjwa wa akili. 8. Mafamba anafutwa kazi. 9. Ni kuwa Mtemi Lesuli anasalitiwa na Nanzia anapofanya usuhuba na Sagilu na kuzaa Ngoswe. 10. Chifu Mshabaha anafutwa kazi. Na 11 vijana wa kiume wanapewa pesa wavuruge uteuzi wa wajumbe. 12 vijana wanauziwa dawa za kulevya. Na 13 Mrima kuandikiwa barua na Sagilu iliyosheheni matusi. Swali la 4 na la 5 lilitoka katika tamthilia Bembea Maisha, na kwa hivyo swali la 4 lilikuwa na dondoo, na dondoo ilikuwa inaenda hivi: afadhali hivyo ulivyofanya, kumbe watoto hawa tuliowadharau walikuwa nyota ya jaha, sasa kijiji kina mwanga. Eleza muktadha wa dondoo hili, alama 4. Kwa hivyo hoja ya kwanza, msemaji ni Luka, anamwambia Yona na Beni ni nyumbani kwa Luka kuhusu mabadiliko ya mtoto msichana. Bainisha toni katika dondoo hili, alama 2. Toni ya matumaini, mwanga; toni ya majuto, tuliwadharau; toni ya tosheka, sasa kijiji kina mwanga; na toni ya himiza, afadhali hivyo ulivyofanya. Samahani kidogo. Ilikuwa inauliza fafanua dhima ya vipengele viwili vya kimtindo vinavyobainisha katika dondoo hii, alama 4. Mbinu za kimtindo: 1 ni nahau, nyota ya jaha, kutia lugha ladha, kujenga ujumbe au kutajirisha lugha. 2 sitiari au jazanda, mwanga, kutoa ujumbe kwa njia fiche, kulinganisha hali, kutajirisha lugha. 3 ni ulinganishi, kwa watoto tuliwadharau wamekuwa nyota ya jaha, kulinganisha hali. Alafu kuna mbinu rejeshi, tuliwadharau, kulinganisha. Ni fafanua umuhimu wa mzungumzaji katika kuijenga tamthilia Bembea Maisha, alama 10. Hoja ya kwanza, anaendeleza maudhui ya utamaduni, wazee wanakutana kusherehekea mavuno. 2, anaendeleza maudhui ya ukengeushi, kizazi kinakiri uzungu ndio ustaarabu. 3, kupitia kwake maudhui ya mabadiliko yanajitokeza, zamani wanawake walitegemea wanaume. 4, anachimuza maudhui ya malezi, jukumu la malezi limeachiwa yaya. 5, anaendeleza maudhui ya elimu, elimu ya watoto wanawake imeleta manufaa kwa jamii. 6, kupitia kwake nafasi ya mtoto wa kike imepanda, Neema anaonekana akiliendesha gari. 7, anaendeleza sifa za wahusika wengine, Neema ni simba. 8, anaendeleza ploti, maisha ya awali ya mwanamke yamebadilika, sasa thamani yake imepanda juu. 9, anasawiri mandhari, matukio hata yanatokea nyumbani kwake. Na 10, anaendeleza mshikamano wa kijamii, anajiburudisha na wazee wenzake Yona na Beni. Swali la 5 lilikuwa linaenda hivi: changanua mtindo katika dondoo lifuatalo, alama 8. Na dondoo inaenda hivi: kazi hizi nazo ni kama safari ya Hera, mwisho wake hakuna mwenye habari nayo. Basi imekuwa mfano wa gurudumu kwenye gari la masafa marefu,
lenyewe hilo linasukumwa tu, linavingirishwa bila kupenda, halina hiari wala mtiari. Kazi yake kumenyana na ardhi, si pa mvua, si pa jua. Haijalishi kama kuna miiba au mawe. Kwake mwendo ni wajibu, yani hata likachomeka haliwezi kufumua moto. Ndivyo maisha yetu yalivyo. Tunaendeshwa kama tiara. Upepo unatupiga tukiwa hewani, huku mshika kamba pale chini anaona raha kwa sisi tukiyumbishwa. Ni kuwa changanua mtindo katika dondoo lifuatalo. Kwa hivyo mtindo wa kwanza ulikuwa ni taswira, safari ya hera. Pili, tashbihi kama safari. Tatu, chuku kama safari za hera. Nne ni sitiari au jazanda, gurudumu. Tashhisi, linavingirishwa bila kupenda, linamenyana na ardhi. Lafu sita, tabaini, si pa mvua, si pa jua. Taashira au ishara, gari kuashiria maisha, gurudumu maisha. Usambamba, hiari, mtiari, si pa mvua, si pa jua. Uradidi, ndivyo yalivyo. 10, tanakuzi, mvua, jua, hiari, mtiari. Mwisho ni kinaya, upepo unatupiga, wengine wanaona raha. Onyesha jinsi usaliti unavyoshughulikiwa katika tamthilia Bembea Maisha. Ilikuwa alama 12. Moja ni kuwa Yona anamsaliti Sara, anampiga badala ya kutunza afya yake. Pili, Bunju kumkumbusha Neema wema aliyomtendea. 3, Asna anapomsemea Bunju mabaya ile hali alimtendea wema. 4, uongozi kutotimiza ahadi haujengi barabara. 5, wanajamii wanamsaliti Sara kwa kutaka Yona kuoa mke mwingine. Lafu 6, wanajamii wanamsaliti Sara kwa kutaka Sara kumpa mtoto wa kiume. 7, wazazi kutotenga muda majukumu ya malezi na kuachia yaya. 8, Sara ananyimwa fursa ya kuendeleza masomo yake na jamii. 9, marafiki wa Yona kumsaili kuingilia ulevi. 10, Asna anasaliti wanakijiji kwa kukatalia mjini. 11 ni wazazi wanawasaliti wana wao kwa kutowaridhisha lugha. Na mwisho ni Yona anasaliti ukoo wake kwa kuingilia ulevi.